mara baada ya malalamiko ya baadhi ya wafanyabiashara wa Amani mkoa kuhusu madai ya kutolipwa fidia zao na baraza la wadhamini la Chama cha Mapinduzi CCM. Wafanyabiashara hao wameendelea kuelezea kilio chao kwa serikali baada ya baadhi ya maduka kuvunjwa, na huku wengine wakidai kupewa taarifa ya kushtukiza ya kuwataka kuondoka eneo hilo bila ya kujua wapi watapata stahiki zao. Sisi hapa tumejenga na tunafanya biashara, lakini katika upande wa pili juzi tumekaa, wakapita watu wa barabara na kutuambia kwamba wametupa wiki 2 za kukaa hapa. Baada ya wiki 2 kupita kwamba wao watavunja. Na zaidi sisi hapa tumejenga, lakini hatujapewa stahiki yoyote, na tukiuliza hatupewi majibu ya kujitosheleza. Sasa sisi kama wananchi na wafanyabiashara hapa tunachoomba kwamba serikali ili swala walifanyie kazi, walifuatilie kwa muda mfupi, kwa sababu bila hivyo itakuwa sisi tunavunjiwa, hatupati stahiki yetu yoyote, na tumeharamika kwa muda mrefu. Na swala kila tukienda tukiwaambia kwamba tunataka tukae tupate fidia zetu, lakini hawatupi. Sasa tunachoomba kwamba serikali walifanyie kazi ili swala. Tulienda ndani ya ofisi ya Chama cha Mapinduzi, tukawekwa baadhi ya vikao na katibu, tukaongea naye, lakini katika maelezo yake kwamba sisi fidia yetu haikuwa wazi. Tunaambiwa tu kwamba yatapata vunjwa, patarejeshwa nyumba, tutapewa maduka mengine, lakini sisi tumejenga na hatujui baadaye atakuja kiongozi gani mwingine ambaye atalifuatilia hili swala au hatulifuatilia. Kwa hiyo sisi tunachoomba kwamba serikali walifanyie kazi hili swala, watupe haki zetu, kwa sababu sisi tumeharamika pia. Juzi sasa hivi ya siku ya 3 umeshtukizia tu, umekuja watu wawili wametambulisha kama wametoka Wizara ya Ujenzi, kaambia bana hapa uhame, tukupe chakupa ndani ya wiki 1, tafuta sehemu uhame hapa, tunavunja ndani ya wiki. Sasa ndani ya wiki jamani, itakuwa yani ngumu sana. So kama hazikani, labda mzigo unapeleka nyumbani, kwa sababu store mwenyewe ndani ya wiki siwezi kupata. Nimehangaika sana kila kona, na mzigo hapa na nyingine iko kwenye store nyuma, na hapa mbele huku mzigo umejaa tele. Sasa ndani ya wiki hatusaidii kabisa, na hatua hii ngumu sana. Tumekosa usingizi kabisa jamani, usiku nzima nafikiria mzigo wako unapeleka wapi. Imekuwa wiki hizi 2 imekuwa ni kipindi kizito kwangu na kwa hawa naongoza hapa. Kama mtakumbuka, mwisho wa wiki watu walivunjiwa mabanda yao kule, na wamevunjiwa katika hali ambayo pia kutatanisha vile vile, kwa sababu wale ni wajenzi wa maeneo haya, walipewa viwanja tu wajenge, lakini matokeo yake kwamba tumeona bila ya kulipwa fidia ya aina yote wanaondolewa, labda wanasema katika hali si ya kiubinadamu. Hapa watu wamewekeza pesa zao, wengine za kustafia na nyinginezo, ndio wamezileta hapa kwa ajili ya kufanya biashara. Sasa ukiondoa wale ambao wamevunjiwa kule bila kupoa chochote kile, tukijana hawa wengine ndio juzi wanakuja kunipa taarifa kama wamekuja watu kutoka wa mawasiliano, wanawaambia kwamba nao baada ya wiki hapa washaondoka panavunjwa. Hakuna alama yoyote iliyowekwa hapa kama nyinyi leo mnavunjiwa, halafu leo je kumwambia tu ndani ya wiki iwe ahame, atafanya nini mtu kama huyo? Na biashara zetu ndio kama mnazojua, hakuna alama ya aina yoyote kwa kweli. Sisi tunachohitaji kwanza wawalipe watu fidia zao, walipe pesa kama kauli tuliozungumza mwanzo na ukatibu. Wape nusu ya pesa. Sijui mtafahamu, kwa sababu wale asilimia kubwa hawaji kulipa kiwanja, wanalipa majengo, na haya majengo tuliyojenga ni sisi. Wao hawajatoa hata ile tumbuo ile, mtafahamu. Tumejenga ni sisi, na wao wanatambua hivyo, ndio nakuonesha hizo document hizo zinaonesha wanakubali hivyo. Maana mna document ya sisi tukulipia viwanja, na hivi viwanja alivyovitoa hakuvitoa bure pia, walituonesha pesa pia, ndio akatoa hivi viwanja. Sasa wito wangu kwamba wawalipe watu pesa zao. Tunasikitika sana kwanza kwa kitendo tulichofanyiwa, lakini vile vile tunasikitika kuwa tumefanyiwa hichi tulichofanyiwa, lakini hakuna
malipo ya fidia tuliyopewa. Tunasikitika kwa sababu utoaji wa taratibu haukuwa mzuri, lakini pia sisi hapa hili eneo la CCM tulipewa viwanja tu, sisi tukajenga wenyewe, lakini ilikuwa sisi tulipwe ndio tuondoke, lakini tumevunjiwa na kuvunjiwa kwenyewe kwa haraka haraka, lakini hakuna fidia yote ambayo tumepewa. Tushafanya mazungumzo sana na Chama cha Mapinduzi, ukianza mkoa, ukianza Kiswandui, mpaka maafisa wa Ikulu wanalijua hili. Sisi tunataka chama watulipe fidia ya majengo yetu ambayo tumejenga. Hatuna zaidi ya hilo. Sisi kuondoka hapa tunapaswa kuondoka, lakini tuondoke kwa kulipwa zile fidia zetu. Sina hakika kama Mheshimiwa Rais hili swala analijua. Na kama kulijua basi analijua kwa upande mmoja. Sisi tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Rais kwanza atuite sisi tumpe upande wetu wa pili. Tuna wasiwasi anachoambiwa Mheshimiwa Rais sio ukweli uhalisia kwetu sisi. Tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Rais atupe, kwa sababu rais wetu ni msikivu, rais wetu ni mtendaji. Hatokubali mtu kudhulumiwa haki yake. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Rais atutafutie muda, atuite, tumpe kilio chetu. Tunaumia sisi wananchi wake. ASAM Online TV haikusita, imemtafuta katibu wa idara ya itikadi na uenezi Zanzibar, Hamisi Mbeto Hamisi, na kulitolea ufafanuzi suala hilo na kuwataka wafanyabiashara hao kuwa watulivu na wanatakiwa kupisha ujenzi wa barabara ya juu, yani flyover. Ni hivi kilichokuwepo wakati wanajenga, tunakubaliana tukaambia harama zao za ujenzi zitatokana kwenye kodi yetu. Kwa maana tukakubaliana, mfano kama kodi ulikuwa unalipa 50,000, sisi tunachukua 25,000 kujirifandi harama zao za ujenzi. Kwa maana leo nataka kusema kwamba wao yale majengo wameshajilipa kutokana tangu 90 mpaka leo. Fanya hesabu hiyo, na ukizingatia basi, tukitaka kupiga hesabu enzi hiyo mfuko unauzwa shilingi 1,500 kwa saruji ukitaka hivyo, lakini sisi hatuendi huko. Pamoja na yote hayo, tukasema kama alivyosema katibu wangu wa mkoa kwamba wacha tupishe mradi, ukishakamilika tutajua eneo limebakia lipi. Sisi tutawashauri baraza la wadhamini, kwa sababu tumepewa mamlaka hayo kupitia naibu katibu mkuu, sawa, kwamba bwana tuendelee na hawa watu, tujenge tena miundombinu, inawezekana sio kama vile ikawa kisasa zaidi, alafu tutawapa tena kwa mikataba tena mipya, inawezekana hata wakajenga wao tena. Tukakubaliana hivyo hivyo kwamba bwana, jengeni eneo hili hapa sasa hivi tayari, jengeni, lakini tukishamaliza kujenga kodi hapa itakuwa mfano 500,000, sawa. Katika 500,000 chama tutachukua 250,000, 250,000 tutajirifandi katika ujenzi. Na sasa hivi hapa tutaweka time frame, tutapiga mahesabu kutokana na BOQ atakayotuletea. Kwa mujibu wa BOQ na kodi hii huyu bwana ndani ya miaka 10 tuseme atakuwa kishajilipa, tena hapo tutakuwa mali yote sasa, kodi yote tutakuwa tunachukua wenyewe. Na hicho ndicho kilichofanyika. Fidia imelipwa, chama ndo mwenye ardhi, we mpangaji chako wewe ushajilipa, kilichobakia ni ihsani. Sisi swala tutakaa baraza la wadhamini tutaliangalia, lakini kwa kweli chama hatuko tayari kumdhulumu mtu, lakini pia na sisi tusizulumiwe. Kwa maana hiyo bado chama nazungumza na sisi tisa, tutakaa nao, tukimaliza kupisha mradi baadaye tutaangalia modality ya kuendeleza lile eneo. Tutakuja na michoro yetu sasa hivi. Sasa tunataka mchoro eneo hili, tunataka mchoro huu, labda tunataka jengo la G+3 au G+4 lenye maduka juu na chini, alafu tutakubaliana modality ya payment, na kama tunavyofanya kwenye maduka yetu Umoja wa Vijana hapo Youth League, sawa, utajilipa according na kodi yako tulokubaliana. Utakata nusu, utatupasie nusu, utajirifandi katika kurejesha harama zako za ujenzi kama tulivyofanya huko nyuma.